Moja ya ishara katika ndoto kwa mwanandoa, utakapooteshwa hii ndoto katika usingizi wako, unaonyesha wazi kwamba ombea sana ndoa yako. Ombea sana ndoa yako. Pale ambapo utaota ndoto hii, jua kabisa kuna shambulizi juu ya ndoa ulionayo au juu ya ndoa ambayo upo. Na ndoto yenyewe tunasema ni pale ambapo ukaota ndoto ukaona umepoteza pete ya ndoa, ukaona imepotea kwenye usingizi wako na unajaribu kuitafuta, unatafuta hiyo pete, unatafuta kila sehemu, kwenye mikono yako huioni, kwenye sehemu ambazo unahifadhia vitu vyako vya muhimu huoni, yaani kila sehemu ambako unatafuta pete haupati. Na unajiuliza kwamba kwa nini niote ndoto ya namna hii? Kwa nini niote ndoto nione kwamba nimepoteza pete ya ndoa? Kwa nini? Hasa ishara ya namna hiyo, manake unaonyesha wazi kwamba liko shambulizi ambalo adui amelituma kwenye hiyo ndoa, na usipokuwa makini itapelekea ndoa yako utakuta imeharibika. Usipokuwa makini utakuta unaachika. Usipokuwa makini utakuta kwamba ndoa yako haina maelewano, ndoa yako haina amani, ndoa yako itakuwa imepoteza uimara kama vile ilivyokuwa mwanzo. Kwa sababu gani? Kwa sababu pale ambapo uliletewa ndoto uliona kwamba umepoteza pete ya ndoa. Hiyo sio alama nzuri, na kwa mwotaji, unapokuwa unaletewa ndoto ya namna hiyo, hakikisha unasimama sana katika maombi, kwa sababu ishara ya namna hiyo inakuwa haina maana nzuri, inakuwepo imebeba matokeo mabaya sana katika maisha yako. Kwa ukiota ndoto ya namna hiyo, simama nayo sana katika maombi. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza alama ya subscribe, lakini pia usiache kufollow account hii, na Mungu atakubariki sana. Ninakutakia wakati mwema. Shalom, Maranatha. Asante sana. Moja ya ishara katika ndoto kwa mwanandoa, utakapooteshwa hii ndoto katika usingizi wako, unaonyesha wazi kwamba ombea sana ndoa yako. Ombea sana ndoa yako. Pale ambapo utaota ndoto hii, jua kabisa kuna shambulizi juu ya ndoa ulionayo au juu ya ndoa ambayo upo. Na ndoto yenyewe tunasema ni pale ambapo ukaota ndoto ukaona umepoteza pete ya ndoa, ukaona imepotea kwenye usingizi wako, na unajaribu kuitafuta, unatafuta hiyo pete, unatafuta kila sehemu, kwenye mikono yako huioni, kwenye sehemu ambazo unahifadhia vitu vyako vya muhimu huoni, yaani kila sehemu ambako unatafuta pete haupati. Na unajiuliza kwamba kwa nini niote ndoto ya namna hii? Kwa nini niote ndoto nione kwamba nimepoteza pete ya ndoa? Kwa nini? Hasa ishara ya namna hiyo, manake unaonyesha wazi kwamba liko shambulizi ambalo adui amelituma kwenye hiyo ndoa, na usipokuwa makini itapelekea ndoa yako utakuta imeharibika. Usipokuwa makini utakuta unaachika. Usipokuwa makini utakuta kwamba ndoa yako haina maelewano, ndoa yako haina amani, ndoa yako itakuwa imepoteza uimara kama vile ilivyokuwa mwanzo. Kwa sababu gani? Kwa sababu pale ambapo uliletewa ndoto uliona kwamba umepoteza pete ya ndoa. Hiyo sio alama nzuri, na kwa mwotaji, unapokuwa unaletewa ndoto ya namna hiyo, hakikisha unasimama sana katika maombi, kwa sababu ishara ya namna hiyo inakuwa haina maana nzuri, inakuwepo imebeba matokeo mabaya sana katika maisha yako. Kwa ukiota ndoto ya namna hiyo, simama nayo sana katika maombi. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza alama ya subscribe, lakini pia usiache kufollow account hii, na Mungu atakubariki sana. Ninakutakia wakati mwema. Shalom, Maranatha. Asante sana.